Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninao furaha kuja mbele zako katika siku ya leo nikikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, na kuja na tafakari ambayo Bwana ametupa leo kutoka kwenye kitabu kile cha Yuda sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa 3. Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imelazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapenzi wa kipindi chetu cha tafakari, tunaona hapa kuna barua inaandikwa kwa kwa watakatifu kuhusiana na maisha ya wokovu, na hapa kuna maneno ya kutia moyo na kuonya na kuwaangaliza watu kwa maana ya jinsi ya maisha yao, na watu watakao kuonekana kwao wawapime kwa namna gani. Kwamba hapa panaonekana kwamba kuna kitu kimebatilishwa, na kilichobatilishwa imani, wanambao wasishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana wasijiingize kwenye malumbano ya aina yoyote ambayo inahusu swala la imani, kwa sababu imani haishindaniwi, inajisimamia yenyewe. Na wasiingia kwenye malumbano ya debate na mambo mengineo. Hii mnasema kama mihadhara vile, mashindano, kushindana kwamba ndio ni hivi, hapana ni vile. Hiyo haitakiwi, kwa sababu imani inajipigania yenyewe. Imebeba uhai ambao unasimama kuonyesha na kudhihirisha. Mtu anayeishi kwa imani ataonekana na kujulikana, kwa sababu imani itasimama ikitenda kazi ndani yake, na udhihirisho wa wokovu wa kweli ndani ya huyu mtu, ama kwamba mtu huyu ana Mungu, utaonekana na kuthibitika, na si kwa maneno ya kibinadamu na maneno ya ujuaji mwingi katika kuelezana kwamba wewe unajua nini na mimi najua nini, kwamba ni hivi ni vile ni hivi. Sasa hayo ni maneno yetu yanayojaa kwenye vinywa vyetu, ambayo yanakwenda kuharibu moyo na kupandisha kiburi ndani yetu. Lakini imani inasimama na kujitetea yenyewe. Imani inamtaka mtu aishi kwenye imani. Umeamini nini? Ishi katika hicho ulichokiamini. Imani itasimama na kuzungumza kwamba wewe umeamini nini kwa macho ya watu na kwa masikio ya watu, kwa sababu watu wataona mwenendo, watu wataona tabia, watu wataona maneno yako watasikia, na wataona utendaji wako wa maisha yako. Kwa hiyo anasema kwamba watu wameibadili neema ya Mungu ikabadilishwa ikawa ufisadi, kwa sababu mnapoingia na kushindana, wakati watu wameitafsiri vibaya imani kwa mapenzi yao, kwa matakwa yao, kwa faida yao, usiingie kwenye mashindano. Kama tunalijua neno la Mungu, neno la Mungu limebeba kanuni zake, zimebeba sheria. Ndio maana Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba nenda mbele zangu kwa ukamilifu, alafu mimi nitafanya nini? Nathibitisha agano langu na wewe. Hapo ndipo palipokaa imani. Nani alisema kwamba, nani anapiga kelele kuhusu Ibrahimu? Lakini Ibrahimu hayupo leo, haishi. Lakini angalia sauti yake, bado inazungumza. Angalia maisha yake, bado yanazungumza. Angalia kile alichofanya Ibrahimu, bado kinazungumza. Imani aliyoisimamia Ibrahimu bado inazungumza, na imebeba uhai mkubwa sana ambao watu wanaishi ndani yake, na watu wanajifunza kutoka kwenye imani hiyo, kwa sababu kuna mtu aliishi imani hiyo. Sasa na sisi tunatakiwa kuishi. Ibrahimu aliishi kwa imani, na ile imani aliyoiishi inazungumza mpaka leo, ambaye ndio sisi, amekuwa kielelezo chetu. Sisi tunatakiwa kuishi kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo tafakari yetu ya leo haitutaki sisi kuwa na makelele mengi na mbwembwe nyingi, bali matendo yetu ya imani yatoe sauti yake, ndipo udhihirisho wa maisha yetu ya imani ukapate kuthibitika kwenye maisha yetu. Watu watasema, watu watazungumza. Leo angalia kanisa tunavyozungumzwa. Hatuzungumzi vyema. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna sauti inatoka ndani yetu
Yale mabaya ambayo hayampendezi Mungu yanayoonekana yakapiga kelele mbele za watu, ndio watu wanayasema haya. Lakini unaonaje kama kila mtu angegeuka akaishi kwa imani, alafu ile imani ya Kristo Yesu, yani tukaishi katika yule tunayemwamini, alafu ile imani ambayo tumeiishi ikasimama na kusema kwa habari zetu, watu wangekuja kwa Yesu hata bila kuhubiriwa, maana wangefuata matendo yetu, wangefuata njia zetu, wangefuata yale ambayo wangeyaona, muonekano wetu wangefuata. Lakini leo sisi ndio tumegeuka, twafuata ya kwao, twafuata mwenendo wa giza, twachukua vitu vya kule twavileta, miziki twachukua kule twaleta, hiki na kile twachukua twaleta, yani muonekano twachukua kule twaleta. Kwani Mungu hana muonekano wake? Kwani Mungu hana mpaka achukue cha kutoka kuzimu? Jamani, hebu turudi. Mungu ana kila kitu, in fact ndio creator, ndio muumbaji wa kila kitu. Hakuna ambacho kimeonekana ambacho yeye hahusiki, isipokuwa kile ambacho kilianza baada ya anguko, ndio ambapo shetani alihusika. Sasa kwa namna hiyo turudi kwenye asili yetu, tuweze kujua ya kwamba Mungu ndio muweza. Ndio maana hapa anasema musishindanie imani. Tafakari yetu inakwambia usishindanie imani, imani inajishindania yenyewe. Wewe iishi imani ili imani izungumze kwa niaba yako. Mungu akubariki. Bwana Yesu, tunaomba rehema, utusamee, tumekosea. Tulijaribu kujitetea sana kwa maneno yetu, kwa kujishindanisha ili tuweze kuonekana kwamba sisi tumeokoka. Tukiishi maisha ya wokovu, wokovu utazungumza habari zetu na imani itasema kwamba sisi tumekuamini wewe. Tusamehe kwa sababu tulienda katika mwili, hatukufahamu. Tulikuwa katika ufahamu, akili zilienda katika binadamu. Naomba ukaturehemu, ukatutakase kwa damu yako takatifu, na ukatujalie neema ambayo itatuwezesha sisi kuweza kusimama katika wokovu ulio kweli, uliobebwa na imani ya Kristo Yesu ambaye ndio wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba neema yako ikatoshe sasa. Samehe baba yule na mama yule, kila mmoja aliyeishi kwa jinsi hiyo, anayesikia tafakari hii, naomba ukamrehemu na kumsamehe. Maombi haya yakapenye kwenye nafsi zetu, na hata Bwana yakakufikie wewe, na maisha yetu yakapate kubadilishwa, tukaanze maisha mapya katika imani, na utukufu wako Baba uambatane pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana ukatutetee. Amen. Mungu atubariki.